Mimi naitwa Sara Morange Daudi, ni mfanyabiashara katika soko la Rebu stendi. Kwa hiyo mimi katika ujio wa hao watu wa serikali waliokuja kututembelea, nimeona ni vema sana elimu waliotuletea ni nzuri na tutaifikisha kwa ndugu na jamaa. Hususan ni makanisani, taasisi zetu za makanisani, na tutawafundisha vijana ambao wanajihusisha na kazi za magendo, hususan ni majirani kwa nchi ya Kenya. Na tutawafundisha kwa sababu zile biashara ugazi zinawasababisha wanakufa mapema na wanaacha familia zao kwenye shida, na zile familia zinakuwa tegemezi kwa sisi wakina mama hasa na wababa. Ila sasa tunasikitika sana kwamba wanaume ni wachache duniani na wanawake sasa tunabaki wengi. Lakini kwa sababu elimu wametupa hawa wataalamu, tutaenda kuitoa majumbani kwetu na makanisani, na hata katika eneo ninalofanyia kazi wateja wangu wakiingia nitawapa elimu. Naitwa Jackson Martin almaarufu kama Jack Dalali. Napatikana katika wilaya ya Tarime. Hapa tuko stendi ya Nyamongo hapa Rebu. Bana, leo tumekutana na maafisa wa TRA, wamekuja kutupatia elimu juu ya faida pamoja na hasara za yule anayeingiza mzigo kutoka nje ya nchi, magendo, anapata madhara gani. Sasa tumejua kwamba unapokuwa unafuata utaratibu wa sheria bila shuruti, unaweza kufanya biashara yako vizuri. Kwa mfano, mimi nafanya biashara ya kuuza vinywaji. Inawezekana unapitia vinywaji kutoka nje ya nchi vikawa vina madhara. Sasa kupitia elimu tunayopewa na maafisa wa TRA, imetusaidia kuweza kujua ni namna gani unaweza kupita katika TRA ukapita vifaa vikalipia na ukapata ubora wa kile unachotaka kukitumia. Bana, sasa elimu hii inatolewa kwa watu wote, wafanya biashara, hata wasio wafanya biashara wanaojiandaa kwa ajili ya biashara za baadaye atapata elimu hii. Wito wangu mimi kama mfanyabiashara, naweza kusema kwamba tunashauri watu wafuate taratibu kupita TRA kwa bidhaa zao ili wasiyapate madhara. Unaweza ukapata madhara kutaifishwa mali yako pamoja na chombo chako. Kwa majina mimi naitwa Ramadhani Juma, ni mkazi wa Tarime mjini. Kwa hii elimu kwa kweli mimi ninachokiomba serikali usizingatie, maana yake tunaishi karibu na mpakani, lakini asilimia magendo, kuna magendo yapo mengi. Kuna vitu vinaweza vikaingia nchini kwetu Tanzania bila sisi kujua, watu wa kazi wa Tarime bila sisi kujua, lakini asilimia, ningeomba serikali wazingatie kwenye upande wa mabodaboda. Mabodaboda asilimia wanaongoza kuingiza vitu ambavyo visio kuwepo. Kwa hiyo ningeomba kwenye upande wa elimu hii nilisikia, cha kwanza mimi nawapa serikali mkono na waunga watusapoti zaidi ya hapo, ili wakemee hili swala, waliangalia kwa macho mawili. Kulingana na sheria za kiforodha ni kwamba chombo cha moto ambacho kitakuwa kimehusika katika kufanya magendo pamoja na bidhaa yenyewe inaweza ikataifishwa. Kama bidhaa hiyo inaruhusiwa kwa matumizi au kuingia katika mipaka yetu ya Tanzania, wewe utalipa faini ambao utalipa kodi uliotaka kukwepa pamoja na adhabu ya 50%. Lakini pia unaweza ukafungwa. Lakini kama magendo mnavyoona inahusisha kukimbizana, upande wote unaweza ukapata shida, unaweza ukapata kilema, unaweza ukapata kifo. Kwa hiyo ina athari kubwa, na tutambue kwamba tunazo familia, tunao wazazi, tunao watoto wanaotegemea. Sasa magendo ina athari kubwa, kwa sababu kama nilivyosema, kwa mfano chombo chako cha moto, gari, pikipiki iliyohusika inataifishwa, ni kwamba utakuwa umerudishwa nyuma. Lakini ikitokea kwa mfano ukafungwa, ni kwamba familia itapata shida. Kwa hiyo tuko hapa kuweza kuwaasa wananchi wote, wafanya biashara wa maeneo haya Tarime, kwamba magendo, maisha bila magendo inawezekana. Kwa nini upite kwenye njia halali? Unapita kwenye njia halali kwa sababu njia halali ndio zimerasimishwa na serikali, lakini njia halali ndio zinazo taasisi za serikali ambazo wajibu wake mkuu ni kuratibu ubora na kutoa vibali vya uingiaji wa bidhaa hizo, ili tusije tukaingiza bidhaa ambazo hazina viwango, hazina vigezo, na pengine zinaweza kutuletea madhara sisi walaji ambao ni watumiaji, wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kwenye njia rasmi ndiko ambako umerasimishwa na ndiko ambako utapata huduma ya taasisi hizo na kuingiza bidhaa zako. Sasa ukishafika taasisi zinahusika, kwa mfano umeleta bidhaa za chakula, umeleta mafuta ya kula, umeleta ngano,
umeleta chapa mandashi, umeleta bidhaa za pipi. Mtu wa kwanza anayetakiwa kutuambia bana hiki kitu kinafaa na kinakidhi vigezo ni TBS. TBS yuko pale Silali. Akisharidhia akakupa isibati ya kwamba ingiza huo mzigo, basi sisi watu wa forodha tutakufanyia makadirio. Makadirio hayo tutakapokufanyia, tutakupa bili ili ukalipe. Makadirio utakayopewa ni makadirio yanayoendana na thamani ya mzigo uliouleta, na kodi utakayopewa ni kodi ambayo inaendana na mzigo uliouleta. Hutapewa makadirio ya juu wala makadirio yasiyokuwa halisia sambamba na mzigo uliouleta. Lakini pia mwananchi, mfanyabiashara, tunajua kuna wakati mwingine unaweza ukapewa makadirio sahihi ila yakawa juu ya uwezo wako. Sasa unapewa nafasi ya kujitetea. Utajitetea itakapobainika uko sawa, utafanyiwa makadirio vizuri kulingana na uwezo wako, utalipa huo mzigo, alafu utaondosha mzigo wako forodhani kwa chombo chochote cha usafiri, ama ni pikipiki, ama kwa mguu, ama kwenye gari. Hulazimiki kupita huko njia za pembeni, kwa sababu ukipita njia za pembeni utakutana na sisi tena, utakutana na jeshi la polisi, wote wanao jukumu la kudhibiti magendo. Wakikukamata ndo hapo utakapokuja kupata madhara ambayo mtangulizi hapa ameyasema, na sitaki kuyarudia. Taratibu hizi kwa wafanyabiashara wadogo zinatutaka sisi mamlaka ya mapato, idara ya forodha kwenye mpaka mkuu Silali, Kirongwe, Borega, tutumie chini ya nusu saa, chini ya risali moja, yani nusu saa mpaka risali moja, huo umeshaondosha mzigo wako unapofika pale mpakani.